Mheshimiwa Naibu Spika, ardhi ambayo ni rasilimali ya msingi kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii imeendelea kuwa sekta wezeshi kwa sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, ujenzi, mifugo, uvuvi, maliasili, nishati, madini na miundombinu. Aidha, sekta ya ardhi imesaidia katika kuongeza uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi na pato la taifa. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeendelea kutambua, kupanga, kupima na kumilikisha ardhi kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya utoaji wa huduma bora za ardhi kwa kuhimiza matumizi ya mifumo ya tehama, mfumo hasa wa e-ardhi. Mfumo huo utawezesha wananchi kupata huduma za ardhi kwa wakati, kupunguza gharama na urasimu. Ni matarajio ya wizara kwamba usambazaji wa mfumo huu katika ofisi za ardhi za mikoa na halmashauri zote nchini utakamilika ifikapo mwaka 2027. Vile vile, huduma za ardhi zimeendelea kutolewa karibu zaidi ya wananchi kupitia kliniki za ardhi ambazo zimeendelea kuendeshwa katika maeneo mbalimbali nchini. Kadhalika, wizara imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa uboreshaji usalama wa miliki za ardhi yani LTIP, programu ya kupanga, kupima na kumilikisha ardhi KKK na mradi wa uimarishaji wa miundombinu ya upimaji na ramani LDI ambayo inalenga kuongeza kasi ya upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli za sekta ya ardhi zinatekelezwa katika ngazi ya wizara, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na mamlaka ya serikali za mitaa. Mfumo huu wa usimamizi wa sekta uliopo sasa umesababisha kuwepo kwa changamoto katika utekelezaji wa majukumu kutokana na kukosekana kwa mfumo wa uratibu wa pamoja baina ya mamlaka zinazohusika, hivyo kutokuwepo kwa uwajibikaji katika usimamizi wa sekta ya ardhi. Mathalan, uwepo wa mamlaka tofauti katika utekelezaji wa masuala yanayohusu uanzishaji na usimamizi wa maeneo ya kiutawala, usimamizi na udhibiti wa uendelezaji ardhi na utoaji ardhi umesababisha mkanganyiko katika utekelezaji wa majukumu hayo. Ili kuondoa changamoto hiyo, wizara inakusudia kuanzisha kamisheni ya ardhi yani Land Commission ambayo itaweka mfumo mmoja wa usimamizi na utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi katika ngazi zote, hivyo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya sekta. Mheshimiwa Naibu Spika, ramani za msingi zilizopo nchini zimeandaliwa kati ya mwaka 1960 na mwaka 1970 na hivyo zimepitwa na wakati kutokana na mabadiliko mengi ikiwemo ya kiteknolojia katika mifumo ya upimaji, uoto wa asili na matumizi ya ardhi kama vile uendelezaji wa makazi na ujenzi wa miundombinu. Katika kushughulikia changamoto hii, wizara kupitia mradi wa uimarishaji wa miundombinu ya upimaji na ramani itapiga picha za anga kwa kutumia ndege yenye rubani na zisizo na rubani yani drones au ndege nyuki. Kazi ya kupiga picha za anga na kuandaa ramani za msingi kwa nchi nzima zenye taarifa za kijiografia zinazosababisha na kubainisha hali halisi ya sasa itakamilika ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Spika, maeneo mengi ya katikati ya miji hayatumiki kikamilifu na baadhi ya majengo yameanza kuchakaa na hivyo kuhitaji kuendelezwa upya. Ili kukabiliana na hali hii, wizara imeandaa programu maalum ya uendelezaji upya maeneo yaliyochakaa katika miji mbalimbali nchini. Utekelezaji wa programu hii itahusisha ushirikishwaji wa wananchi na wadau mbalimbali, uondoaji wa majengo chakavu na ujenzi wa majengo ya kisasa yenye miundombinu na huduma katika majiji yetu na miji yetu. Aidha, imelenga kuboresha taswira ya huduma za msingi katika maeneo hayo, kuboresha maisha ya wakazi, kuongeza fursa za kiuchumi na kuhakikisha miji inakuwa endelevu na himilivu na hivyo kuchangia ipasavyo katika pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekamilisha marekebisho ya sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 na hivyo kuwa na sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023.